Vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vinazidi kusambaa kwenye eneo zima la Ghuba ya Uajemi, sio tu kwa Tehran kushambulia vituo vya kijeshi na maslahi ya Marekani kwenye mataifa jirani ya Ghuba, bali pia kwa makundi ya wanamgambo wanaoiunga mkono jamhuri hiyo ya Kiislamu kujiunga rasmi na vita hivyo. Mohamed Khalef amezungumza na mchambuzi wetu Ibrahim Rabi ambaye kwa sasa yuko nchini Oman kuhusu kile kinachoendelea hivi sasa katika ukanda huo. Tumeona kuwa Hizbullah ni rasmi walitangaza jana kujiunga na operation ambayo ilianza kwa kurusha makombora upande wa pili wa Israeli, na Israeli ikafanya mashambulizi makubwa kusini mwa Lebanoni, huku ikitangaza watu kuondoka katika miji 58 iondolewe watu. Kwa siku ya leo tumeona mashambulizi mapya yamepiga kwenye refinery ya Aramco kule Saudi Arabia, ambapo hakuna taarifa kuwa waliohusika moja kwa moja je ni Irani au ni Wahuthi ambao hawajathibitisha bado ni nani aliyefanya mashambulizi. Lakini mashambulizi makali kabisa, mfano kwa siku ya leo, yameelekea zaidi Kuwait. Naona mashambulizi mengi yameelekea Kuwait. Jana mashambulizi mengi yalikuwa Bahrain na Dubai pamoja na Abu Dhabi. Lakini leo tumeona Ras Al Khaimah pia kule Falme za Kiarabu imeshambuliwa pia. Naam, mtu angejiuliza, na bila shaka swali linaulizwa kwamba kwa nini Iran inaelekeza mashambulizi yake katika mataifa haya ya Ghuba. Baadhi ya mataifa ya Ghuba kama Qatar kwa mfano, au kama hata Oman, nchi ambayo hivi sasa ni marafiki zake, ni watu ambao wamekuwa wakistahamiliana katika ujirani wao. Kwa nini imekuwa hivi? Ukitazama interview aliyoifanya waziri wa mambo ya nje wa Irani jana, Abbas Araghchi, wakati anaelezea mashambulizi ya kuvuka na kwenda kwenye nchi jirani, nadhani nchi mbili zilikuwa akizizungumza kwa kuumia nafsi yake. Unamuona kuwa kabisa kuwa hakuwa anataka nchi ya Omani pamoja na Qatar. Alikuwa anasema tumejaribu kuzungumza na wenzetu katika hizo nchi ili waweze kutuelewa kwa nini sisi tunagusa hizo nchi. Hatuna uadui wowote, hawa ni ndugu zetu, ni majirani zetu ambao tunaishi nao vizuri sana, lakini kuna tishio linalotuathiri sisi kwa upande wetu ambao lipo kwao. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda kulitoa, lakini tumewathibitishia kuwa sisi hatulengi yoyote katika nchi hizo. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa alikuwa anajaribu kuwaelewesha kwa nini Irani imeamua kushambulia nchi hizi. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kuna baadhi ya nchi zinaelewa sababu ya Irani kushambulia kwenye nchi zao, na ndio maana zimeamua kukaa kimya, licha kuwa jana kulikuwepo na tamko lililotolewa kwa pamoja kati ya Marekani na nchi za Ghuba zilizoshambuliwa kasoro Omani. Muhimu sana umetaja hilo, kwa sababu tamko la jana limesema kwamba zinachukua haki yake ya kujilinda zitakaposhambuliwa, na kwamba kama Iran haikuacha wanachoita uchokozi wake, basi wanaweza kwenda hatua kubwa zaidi. Hii inamaanisha kwamba tutarajie muungano wa kijeshi wa mataifa ya Ghuba dhidi ya dola ya Iran unakuja. Nimeona kuna mkutano wa GCC ambao utafanyika hapo baadaye wa dharura, lakini naona kama mkutano wa Arab League bado haujawa confirm kama unaitishwa, kuwa nini kinaweza kutokea. Sitarajii wala sitegemei kuona kuwa hizi nchi zinaweza zikaungana dhidi ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya Irani, kwa sababu wanajua kuwa watasababisha mengi zaidi, watachochea zaidi. Unajua mfano Irani, mashambulizi yaliyopiga jana UAE, wametoa ripoti kuwa walikuwa wameusambaza mfumo wa ulinzi wa Kimarekani wa THAAD ambao ulikuwa kule, lakini usisahau kuwa rada ambayo ilikuwa ikitumiwa na vikosi vya Marekani kule kwenye kambi ya Al-Udeid Qatar pia na yenyewe ilisambaratishwa. Lakini taarifa ya jana Irani walisema kuwa walikuwa wamepiga pia rada nyingine ya Kimarekani ambayo ilikuwa kule Abu Dhabi, na kusudia kusema kuwa nchi za Kiarabu ambazo Irani amekuwa akishambulia hazina mifumo ya ulinzi ambayo inaweza ikalingana na mifumo ya ulinzi ya Israeli. Kwa hiyo kama watajiingiza moja kwa moja kwenye mzozo huu, nadhani athari zaidi itakuwa kwao, kwa sababu kwanza wapo karibu, alafu hawana uwezo wa kujilinda dhidi ya makombora makali ya Irani. Naam, ni mwenzangu